Siku ya jana tumeshuhudia sintofahamu ya baadhi ya watu ambao walishambulia vituo na mabasi ya mwendo kasi kwa kupiga mawe, na hatimaye baadhi ya vituo kuharibika na kupasuliwa vioo pamoja na baadhi ya mabasi. Siku ya leo jeshi la polisi lilitoa taarifa yake na kwamba watatu wamekwisha kukamatwa kutokana na tukio lile. Sasa miongoni mwa baadhi ya watu ambao inasemekana tuhumiwa ni pamoja na Mgawe, anatuhumiwa kuhamasisha fujo kwenye kituo vya mwendo kasi, ambaye huyo ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema jimbo la Kibamba, Dar es Salaam. Sasa huu hapa ni ujumbe wa Godbless Lema, ameandika kupitia X zamani Twitter: baada ya kuona tukio la jana la fujo kwenye vituo vya mwendo kasi, nilimwambia rafiki yangu mmoja kuwa lazima atatafutwa mtu wa Chadema apewe hii kesi, na sasa imekuwa hivyo. Namfahamu Ernest Mgawe vizuri, kamwe hawezi kufikiri kiwango hicho. Chadema huwa haifikiri upumbavu wa hata siku moja. Kama tungekuwa na mawazo ya aina hii, bila shaka tungejifunza kulipa visasi kwa adhabu, mateso na mauaji ambayo yameshawahi kufanywa dhidi yetu na rafiki zetu. Nina wasiwasi kwamba mnajitahidi sana kufundisha watu ukatili. Hatari hii mnapaswa kuiogopa sana. Mgawe sio mpumbavu wa kiwango hicho. Jiji la Dar es Salaam lina takriban watu milioni 8, lakini miundombinu iliyopo ni kwa ajili ya watu wasiozidi milioni 1. Jiongezeni katika akili na maarifa, punguzeni uonevu. Huo ni ujumbe wa Godbless Lema, ameuandika huko akiwa ameposti hiyo picha ambayo inasemekana kwamba amekamatwa Mgawe akiwa anatuhumiwa kuhamasisha fujo kwenye vituo hivyo vya mwendo kasi, na ni siku ya leo ndo hiyo taarifa kidogo tumeiona kwenye mitandao ya kijamii. Sasa huyo unaweza kujiuliza Mgawe ni nani? Mgawe ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema jimbo la Kibamba, Dar es Salaam, ambaye kimsingi sasa hivi anashikiliwa na jeshi la polisi, ikielezwa kuwa anatuhumiwa kutenda makosa mawili ambayo ni kuhamasisha maandamano na kuhamasisha watu kufanya fujo kwenye vituo na magari ya mwendo kasi. Taarifa ambayo imetolewa siku ya leo na wakili wake Dickson Matata imeeleza kuwa baada ya Mgawe kukamatwa jana Oktoba 1, mteja wake alipelekwa kwenye kituo cha polisi Oysterbay, ambapo akiwa kituoni hapo aliandika maelezo. Sasa kimsingi ujumbe wa Godbless Lema ameandika hapo akilaani tukio hilo na kusema kwamba anamfahamu Ernest hawezi kufanya hicho kitendo, na ni kama alitabiri kwamba hiki kitu kinaweza kutokea. Baada ya tukio hilo la jana alitabiri kwamba anaweza akatafutwa mtu mmoja wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ili aweze kupewa hiyo kesi. Kupitia X, ngoja nisome kupitia ukurasa wake hapa, kuna baadhi ya comment. Moja kati ya wadau ameandika: hayo maandamano mnayoitisha tarehe 29 ni ya nini kama Chadema huwa haifikiri upumbavu hata siku moja? Mtu mwingine ameandika: kwa hiyo wale watu watatu ndio watakuwa mashahidi wa siri ama ni polisi? Mtu mwingine ameandika: mimi hata siwaelewi hao watawala, kwani wao hawaoni au kusikia yanayoendelea? Kweli wameziba masikio na macho? Mtu mwingine ameandika: wale waliofutwa kazi na rais leo ndio wanahusika na fujo vituoni, au wakurugenzi wapya makamo mapya ni yale yale bila ongezeko la mabasi? Mtu mwingine ameandika: mmefanya sasa hivi mnaanza kujikana baada ya kukamatwa. Kwa sasa kila mtu anajua mbinu zenu ni kuichafua serikali. Sasa basi ngoja sheria ifanye kazi ili kwa wale wengine wenye kutaka kufanya ujinga wapate somo kwa wenzao. Mtu mwingine ameandika: msiogope enyi viongozi wa Chadema nchini Tanzania, nyamazeni kimya, Mungu atawapigania. Mtu mwingine ameandika: nakubali kaka. Mtu mwingine ameandika: tumeisha, hatuna thamani kabisa. Mtu mwingine amefika pale ameandika: hata mimi nilijua atatafutwa mwana Chadema, kimsingi kama Chadema ingeamua kufanya vitendo okay sawa. Mtu mwingine ameandika: sikio la kufa. Mtu mwingine ameandika nguvu ya umma. Mtu mwingine ameandika: kwa hiyo jana walifanya ujinga na upumbavu na wale mlio wasifia ni wapumbavu. Mtu mwingine ameandika: abiria wamechelewa kituoni kwa hasira wa Marriott, matokeo anaenda kutafutwa kiongozi wa Chadema aliyejilalia kwake Kibamba. Mtu mwingine ameandika: wapunguze ujinga. Okay, mtu mwingine ameandika: ndio mwisho wao umefika,
Mtu mwingine ameandika, katika ile la kuhamasisha watu kufanya vurugu katika vituo vya mwendo kasi, hatushangai kusikia kuwa mnahusika kuhamasisha. Kama mnaweza kuhamasisha watu kuandamana badala ya kutumika namna nyingine ya kutatua migogoro, mnashindwa vipi kuambia wafanye vurugu kwenye mwendo kasi? Hizo ndizo baadhi ya comment kufuatia ujumbe huu hapo ambao God Bless Lema amemwandikia mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo huko Kibamba, ambaye kimsingi ndio hivyo alikamatwa na jeshi la polisi. Kimsingi sijajua taarifa ya mpaka sasa hivi kwamba bado anaendelea kushikiliwa au la. Hii ni VOT Media. Nini maoni yako? Tumechangamka.